Na ninaomba habari njema zifikie jamii zetu sasa, ya kwamba kule kumekuwa na magonjwa, kule kumekuwa na kuteseka, kule kumekuwa na kudharauliwa. Sasa kile giza imekuwa imetufinyilia, nuru imekuja mwezi huu katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Miji ambayo imekuwa imefinyiliwa na hata kumekuwa na kivuli cha mauti imeondoka katika jina la Yesu Kristo. Hii ndiyo habari njema. Bwana asifiwe. Ninatangaza hii ndiyo habari njema, ya kwamba miji ambayo imekuwa na shida, miji ambayo imekuwa na mateso, miji ambayo imekuwa na dharau, kuna nuru ambayo imeangaza ili Bwana akaweza kuonekana katika jina la Yesu Kristo. Wacha katika maisha yetu tuwe na habari njema, kwa sababu Bwana imempendeza Bwana habari njema zitufikie. Bwana asifiwe. Imagine habari njema za hii miji. Hallelujah. Habari njema za hii miji ya Naftali, katika nchi ya Zaburuni, Naftali, na Yordani na Galilaya, na hata huko katika nchi ya mataifa kulikuwa na giza kuu. Bwana atukuzwe. Mataifa hawangepokea habari njema, maana kulikuwa na giza, ilikuwa inazuilia. Lakini Yesu wakati alisikia Yohana ameondoka, amewekwa gerezani, akajua ni wakati wa kuingia katika ile miji. Haleluya. Maana kumekuwa na giza kuu, lakini sasa wakati umefika niingie katika hii miji. Ile giza imekuwa, kile kivuli cha mauti kimekuwa juu ya hii miji, iondoke katika jina la Yesu Kristo. Natangaza chochote ambacho kimekuwa kikizuilia maisha yako, kiwe kililetwa na jamii yenu, kiwe kimefuata your bloodline, kuna mambo Bwana atabadilisha katika jina la Yesu Kristo, ili giza yoyote ambayo imekuwa katika maisha yako iondoke, ili kile kilichotabiriwa kisemekane ya kwamba kimeondolewa katika maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Nasema kitaondolewa kwa sababu aliyetuita ni mwaminifu na nguvu zake ni za tofauti. Bwana asifiwe. Si huyu Mungu wetu aonekane, si nguvu zake zionekane katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Kule kumekuwa na giza huko katika hiyo miji, wao walikuwa unajua, pengine wengine wangesema ya kwamba Yohana, tulikuwa tunafikiria Yohana amekuja kama nabii na sisi tutapata nuru. Hawakujua mmoja ambaye Yohana alikuwa anasema ya kwamba ni mkubwa kuliko yeye amekuja, na amekuja kuleta nuru yake. Bwana asifiwe. Na amekuja kuleta ukombozi ambao hawakuwa wanatarajia. Leo ninasema ya kwamba si habari njema ambazo hata hukuzitarajia zikufikie katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Nasema habari njema ambazo haukuzitarajia zisikufikie katika jina la Yesu Kristo, maana wao hawakuwa wanatarajia kutoka kwa hii giza. Haleluya. Hawakuwa wanatarajia kutoka kwa hii giza. Lakini Yesu haendi kwa Yohana. Si watu wote wangefikiria atakimbia kwa Yohana kwa sababu ameshikwa. Yesu haendi kwa Yohana kumtoa kwa giza gerezani. Anaenda katika miji ya Naftali, katika miji ya Galilaya, huko ambako kunaonekana kuna giza, huko ndiko Yesu anaenda. Haleluya. Ninatangaza ya kwamba kule ambako kunaonekana kuna giza, kule kunaonekana kuna dharau, kule kunaonekana hakuwezi kuonekana tumaini, hapo ndipo Yesu anakuja kuleta jambo lisilo la kawaida. Haleluya. Si Bwana afanye jambo lisilo la kawaida kwa maisha yako. Si nguvu za Bwana ziguzike na uweza wa Bwana uonekane katika maisha yetu katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Hakuna mtu alikuwa anatarajia katika hiyo miji ambayo kumekaa giza, hiyo miji kumekaa hakuna tumaini. Sasa Yesu amekuja na mambo yamebadilika katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Bwana asifiwe. Tuendelee na neno la Bwana. Tuendelee kuanzia verse 17. Ama tusome tu kuanzia 16. Watu wale waliokaa gizani wameona nuru kuu. Nao wale walioishi katika nchi ya uvuli wa mauti nuru imewazukia. Tangu wakati huo Yesu alianza kuhubiri akisema, tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Yesu alipokuwa anatembea kando ya bahari ya Galilaya,
aliwaona ndugu wawili, Simoni aitwaye Petro na Andrea ndugu yake, walikuwa wakizitupa nyavu zao baharini, kwa kuwa wao walikuwa wavuvi. Yesu akawaambia, njooni nifuateni, nami nitawafanya muwe wavuvi wa watu. Mara wakaziacha nyavu zao wakamfuata. Alipoendelea mbele kutoka pale, akawaona ndugu wengine wawili, Yakobo mwana wa Zebedayo na Yohana nduguye, wakati wamekaa kwenye mashua pamoja na baba zao Zebedayo, wakizitengeneza nyavu zao. Yesu akawaita, nao mara wakaiacha mashua yao pamoja na baba yao wakamfuata. Amen. Imagine wakati nuru iliangaza. Habari njema ni ya kwamba akiwa huko Galilaya, akiwa anatembea baharini, kwa sababu nuru imefika, anakutana na kina Petro, anawaita tu. Unajua si rahisi, Yesu hakuwa anajulikana. Bwana atukuzwe. Lakini kwa sababu nuru, mahali kumekuwa na giza imeondoka. Sasa nuru imeangaza. Yes. Bwana asifiwe. Amen. Na kwa sababu nuru imeangaza, kuna kitu ambacho kilifanyika ambacho sio cha kawaida. Akiwaita Petro na ndugu yake, wanamfuata. Yes. Bwana asifiwe. Wanaacha kazi zao, wanamfuata. Anamwambia, nitawafanya wavuvi wa watu. Yes. Wanaachana na kazi zao. Si kwa sababu ya nini? Kuna nuru imekuja kwao. Bwana asifiwe. Kuna habari njema wanasikia, kuna habari njema iko kwa mji wetu. Mahali kumekuwa na uvuli wa mauti, sasa huo uvuli umeondoka. Sisi tumeishi kufinyiliwa, sasa tunaweza kusikia tuko huru. Bwana asifiwe. Hata hakwenda mbali, anaona Yohana na ndugu yake, Bwana atukuzwe, wakiwa na baba yao Zebedi wanatengeneza nyavu. Bwana asifiwe. Imagine anawaita hawa vijana na wanatoka, wanaachana na baba yao na wanaachana na nyavu. Bwana asifiwe. Wanasema, habari ambazo umetuletea wewe ni nzuri, tunaweza kukufuata. Bwana asifiwe. Tunaweza kukufuata. Na wanaachana, hata baba yao hawaulizi, mnamfuata, mnamjua huyu. Haleluya. Kwa sababu habari njema imefika katika ule mji, ya kwamba ile giza imekuwa ikitawala miji hii, sasa imeondoka. Haleluya. Sasa hiyo giza imeondoka. Si giza ambao inastahili kuondoka kwa jamii yako, iondoke katika jina la Yesu Kristo. Habari njema hii ambao tunapigania, habari njema hii Bwana anaiachilia, inaondoa giza kwa jamii zetu. Haleluya. Yawezekana mumeng'eng'ana na magonjwa, mumeng'eng'ana na maradhi, lakini wakati wa habari njema umefika, ili Mungu wetu aweze kuonekana. Haleluya. Haleluya. Na wakati Mungu wetu anaonekana, mambo yanabadilika. Ninatangaza mambo yanabadilika. Mungu wetu anaonekana kwa njia tofauti. Yes, haleluya. Nasema Mungu wetu anabadilika kwa njia tofauti. Amen. Anaonekana kwa njia tofauti. Kwa sababu mambo yetu yanabadilika. Amen. Miji hii ilikuwa na giza. Nuru ikawazukia wana wa Zebedi. Zebedi hata haulizi mnaenda wapi. Bwana asifiwe. Unajua baba angejiuliza, sasa hawa ndio vijana ninainua wakuja wanisaidie, ona wameondolewa na mtu hivi tu. Lakini hata yeye alikuwa ameona mwangaza. Akajua ya kwamba hii ni habari njema ambayo imetufikia sisi kama miji ya Galilaya. Miji ya Naftali kule kumekuwa na giza, kule kumekuwa na uvuli wa mauti. Sasa mambo yamebadilika. Nasema mambo yanabadilika kanisa. Haleluya. Nisikie, mambo yanabadilika. Kuna watu hata ungeuliza hawa wanaweza okoka. Majira yamebadilika katika jina la Yesu Kristo. Kwa sababu ya habari njema hivi, utaanza kuwaona wakiacha uovu wao, wakiacha mambo mengine. Unakuta ya kwamba watu ambao walijulikana na maovu wamerudi katika nyumba ya Bwana. Watu ambao walijulikana ya kwamba hawa hawawezi okoka, wamebadilika, wamerudia Bwana katika jina la Yesu Kristo. Nasema wamemrudia Bwana. Watu ambao haungetamani haungefikiria kwao wanaweza kutoka watumishi wa Mungu.
kwa sababu ya vile walivyokuwa. Watabadilika na Mungu ataonekana kwa njia tofauti. Haleluya. Si huyu Mungu tunayemtumikia aonekane kwa njia tofauti katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Si huyu Mungu aonekane kwa njia ya tofauti na agusike kwa njia ya tofauti katika jina la Yesu Kristo. Tuendelee na hili neno la Bwana.